إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. يا أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani watakaoweza kufanikiwa katika maisha yao ya duniani lakini pia katika maisha yao ya akhera ni wale watakaojipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, khutba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema Ramadhanu shahrul fursa. Ramadhani ni mwezi wa fursa. Yeyote anayehitaji fursa za kidini, fursa za kumwingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, fursa za kupata kheri, anatakiwa ajue kuanzia hivi sasa kwamba Ramadhani ni mwezi wa fursa. Kuna ambao hawaioni Ramadhani ni mwezi wa fursa. Kuna ambao wanauona mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kukosa vingi. Kuna watu ambao inapokaribia Ramadhani utawaona wanachukia, utawaona hawana furaha, wanaona kwamba mwezi wa Ramadhani unawabana. Lakini ukweli ni kwamba, ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa fursa, na fursa hizi Muislamu unatakiwa kuzitumia. Fursa zilizoko ndani ya mwezi wa Ramadhani ni nyingi. Miongoni mwa fursa ambazo ziko ndani ya mwezi wa Ramadhani ni fursa ya kufunga as-sawmu, fursa ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Hakuna asiyefahamu malipo ya funga, hakuna asiyejua thawabu zinazopatikana kutokana na mtu kufunga. Funga ina malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi mwezi wa Ramadhani ni fursa ya kuufunga
mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya kitabu chake kitukufu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mmeamini, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa juu yenu funga, mmelazimishwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ambavyo funga ilifaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu. Kwa maana ibada ya funga ni ibada kongwe, sio ibada ambayo imeanza katika umma huu. Ibada ya funga ni ibada kongwe, ibada ya siku nyingi. Walifaradhishwa hata wale waliokuwa kabla yetu, walilazimishwa kufunga hata wale waliopita kabla yetu, walilazimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kufunga. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza lengo la funga. Watu wanafunga ili waweje? La'allakum tattaqun, ili muweze kuwa ni wacha Mungu, ili muweze kuwa na takwa. Kwa hiyo lengo la funga, Muislamu anapofunga anafunga ili aweze kuupata ucha Mungu. Kwa hiyo funga sio kukaa, funga sio kukaa na njaa na kiu. Funga ni mtu afunge ili afikie lengo. Lengo ni nini? Ni ili muweze kuwa ni wacha Mungu, muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, miongoni mwa fursa zilizopo katika mwezi wa Ramadhan ni fursa hii ya kufunga. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaeleza masahaba zake, kila unapofika mwezi wa Ramadhani anawaambia, qad jaakum ramadhanun, hakika imekujieni nyinyi Ramadhan, umekujieni nyinyi mwezi wa Ramadhan, shahrun mubarakun, mwezi wenye baraka, iftaradha Allahu siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha funga ya mwezi wa Ramadhani, kwa maana ya kwamba hii ni fursa. Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha na kuilazimisha funga ya mwezi wa Ramadhani. Tuftahu fihi abwabul janna, hufunguliwa ndani ya mwezi wa Ramadhani milango ya pepo. Milango ya pepo inakuwa iko wazi kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa fursa. Watughlaqu fihi abwabul jahim, na hufungwa ndani ya mwezi wa Ramadhani milango ya moto. Yote inakuwa imefungwa mpaka Ramadhani itakapomalizika. Kwa nini? Kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa fursa. Watughallu fihi shayatin, na hufungwa minyororo ndani ya mwezi wa Ramadhani, hufungwa minyororo mashaitani wale wakorofi. Fihi lailatun khayrun min alfi shahri, ndani ya mwezi wa Ramadhan kuna usiku mmoja ambao ni mbora. Kuna usiku wa Lailatul Qadri, na usiku huu wa Lailatul Qadri ni mbora kuliko miezi 1000. Ukakutwa na usiku huo ukijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukisoma Qur'an, ukiswali swala za usiku, ukimdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala, usiku huo kwako wewe unakuwa ni mbora kuliko miezi 1000 ambayo haina Lailatul Qadri ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man hurima khairaha faqad hurima, atakayenyimwa khairi za mwezi wa Ramadhani, huyo atakuwa amenyimwa khairi kikweli kweli. Na katika watu ambao watakuwa wameingia hasara ni huyo mtu atakayenyimwa khairi za mwezi wa Ramadhani. Kwa ndugu zangu katika iman, hizi zote ni fursa ambazo zinapatikana katika mwezi wa Ramadhani. Fursa ya funga, fursa ya kufunguliwa milango ya pepo,
fursa ya kufungwa milango ya moto, fursa ya usiku wa Lailatul Qadr. Hizo zote ni fursa ambazo Muislamu atazipata ndani ya mwezi wa Ramadhani. Rawahu al-Imam Ahmad. Ndugu katika iman, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Hurairah anasema, man sama ramadhana, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhan imanan wa ihtisaban, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa imani na kwa kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anatakiwa kufunga mwezi wa Ramadhani kwa imani, lakini vile vile ufunge mwezi wa Ramadhani kwa kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Muislamu huyo atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Mwezi wa Ramadhani kwa imani, kwa kufunga mwezi wa Ramadhani kwa kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni fursa. Unaofunga mwezi wa Ramadhani inakuwa ni sababu ya wewe kusamehewa madhambi yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika hii ni fursa, na fursa hii Muislamu ikikufika itumie vizuri. Madhambi ya mwaka mzima, Ramadhani hadi Ramadhani, madhambi aliyoyafanya hapa katikati, madhambi yale madogo madogo yanasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na wewe kufunga mwezi wa Ramadhani kwa imani na kwa kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Abu Umama radhiyallahu anhu, Abu Umama anasema, siku moja nikiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, qultu ya Rasul Allah, nikasema, Mtume wa Allah, murni bi'amalin yudkhilni aljanna. Asema, nilimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume wa Allah, niamrishe mimi matendo ambayo itakuwa ni sababu ya mimi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nifahamishe amal, nifahamishe matendo, nifahamishe ibada ambayo ibada hiyo nikiifanya itakuwa ni sababu ya mimi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abu Umama, alaika bisawmi, jilazimishe na funga, fungamana na funga, fa innahu la idila lahu, kwani funga haina mfano wake. Funga malipo yake hayana mfano. Funga malipo yake ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama unahitaji matendo, unahitaji amal, unahitaji ibada ambayo ukiifanya ibada hiyo itakuwa ni sababu ya wewe kuingia peponi, alaika bisawmi, jilazimishe kufunga. Kwa ndugu zangu katika iman, funga ni fursa. Funga ya mwezi wa Ramadhani ni fursa. Mwezi wa Ramadhani ukifika, tufungeni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hiyo ni fursa ili tuweze kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika iman, miongoni mwa fursa ambazo zinapatikana katika mwezi wa Ramadhan ni qiyamul layl au qiyamu Ramadhan, ni kisimamo cha mwezi wa Ramadhan, ni swala ya tarawih, ambayo swala hii ya tarawih haipo katika miezi mingine. Swala ya tarawih inapatikana katika mwezi wa Ramadhan. Hii ni fursa, na Muislamu anatakiwa ajue kwamba kisimamo cha Ramadhan
swala ya tarawih, hiyo ni fursa kwake yeye, na aitumie vizuri fursa hiyo kwa ajili ya kutafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema akielezea fursa hii ya swala ya tarawih, Mtume anasema man qama ramadhana, atakayesimama kisimamo cha Ramadhani, atakayeswali swala ya tarawih imanan wa ihtisaban, hali ya kuwa na iman ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa na tarajia malipo na thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Ndugu zangu katika imani, hizi zote ni fursa. Ukisimama kisimamo cha Ramadhani, ukiswali swala ya tarawih, unatengeneza mazingira ya kusamehewa madhambi yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii si swala ya kuacha. Kisimamo hiki sio kisimamo cha kuzembea. Jitahidi uhakikisha kwamba uwe ni mwenye kuiswali tarawih kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe katika imani, miongoni mwa malipo yanayopatikana kutokana na kisimamo cha swala ya tarawih, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man qama ma'al imami, atakayesimama kuswali swala ya tarawih pamoja na imam hatta yansarifa, mpaka imamu aondoke, kutiba lahu qiyamu laila, anaandikiwa mtu huyo ni sawa na mtu aliyesimama usiku kucha kufanya ibada, sawa na mtu aliyesimama usiku kucha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa sharti uswali pamoja na imamu mpaka muondoke na imamu. Lakini kuna watu wengi huwa wanakosea katika uswaliji wa swala ya tarawih. Mwingine anakuja na swali raka 2 anaondoka, mwingine anakuja na swali raka 4 anaondoka, mwingine ana swali raka 8 anaondoka, anasema siwezi kuswali kwa sababu natarajia kuja kuamka usiku. Anamwacha imamu akiwa anaendelea kuswalisha. Watu hawa wanakosa malipo haya. Atakayeondoka akamwacha imamu anaendelea kuswali swala ya tarawih, huyo anakosa malipo haya ya kuandikiwa kwamba anaswali usiku mzima. Ndugu zangu katika imani, ili uweze kuyapata malipo haya, hakikisha unaswali swala ya tarawih kuanzia mwanzo na imamu mpaka umalize na imamu. Usikatisha katikati. Usimwache imamu anaendelea kuswali, wewe ukaondoka ukaenda nyumbani kulala. Swali pamoja na imamu mpaka amalize, utapata malipo haya. Unarudi nyumbani, unalala, uko usingizini, lakini wewe unaandikiwa kwamba uko ndani ya swala mpaka patakapokucha. Ndugu zangu katika imani, hii ni fursa. Hizi ni fursa ambazo zinapatikana katika mwezi wa Ramadhani. Fursa kama hizi, ndugu zangu katika imani, tusifanye uzembe na tukawa ni wenye kuzikosa. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika imani, miongoni mwa fursa zinazopatikana katika mwezi wa Ramadhani ni qira'atul Qur'anil Karim, ni kuisoma Qur'ani tukufu. Wote tunafahamu ya kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao imeteremshwa Qur'ani ndani ya Ramadhani. Unapoisoma Qur'an inakuwa ina malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema shahru Ramadhan, mwezi
Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa ndani ya mwezi huo Qur'an, hudan linnasi, hali ya kuwa ni mwongozo kwa watu, wa bayinatin min alhuda, na ni ubainifu kutokana na uongofu, wal furqan, na Qur'ani ambayo ni yenye kupambanua kati ya haki na batil. Qur'ani hiyo imeshushwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, wa kana salafu rahimahumullahu ta'ala, na walikuwa watangulizi wema, masahaba wa mtume na waja wema wote waliotangulia, yatiluna alqur'ana fi shahri ramadhana, walikuwa wakiisoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani, fi salati wa fi ghairiha, katika swala na katika maeneo mengine walikuwa wanaisoma Qur'ani sana. Kana Qatada yahtimu fi kulli sab'in daiman, Qatada yeye alikuwa anahitimisha Qur'an kila baada ya siku 7, anahitimisha Qur'an, anasoma juzuu 30 zote. Na utaratibu huu alikuwa anaufanya katika miezi mingine ambayo sio katika mwezi wa Ramadhani. Wa fi Ramadhan, na katika mwezi wa Ramadhani, fi kulli 3 alikuwa anahitimisha Qur'ani kila baada ya siku 3. Wa fil 10 al-awakhir, na katika 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhan, fi kulli lailatin, na katika 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhan, katika 10 la mwisho Qatada alikuwa anahitimisha Qur'ani kila siku. Hawa ni waja wema waliokuwa wanaipenda Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, na alikuwa Zuhri idha dakhala Ramadhanu, unapoingia mwezi wa Ramadhani, qala, anasema, innama huwa tilawatu al-Qur'an wa it'amu at-ta'ami, hakika mwezi wa Ramadhani si kwa ajili ya kazi nyingine isipokuwa mwezi wa Ramadhani ulikuwa ni kwa ajili ya kuisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watu kulishana chakula, watu kufuturishana, watu kusaidiana. Katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Ibn Mas'ud anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qaraa harfan min kitabillah, atakayesoma herufi moja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, falahu hasana, analipwa jema moja na Allah subhanahu wa ta'ala, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na jema moja linalipwa kwa 10 mfano wake. Mtume akafafanua akasema, la aqul alif lam mim harfun, sisemi alif lam mim harfun kwamba hiyo ni herufi moja, walakin alf harfun, lakini alifu ni herufi, wa lam harfun, na lamu ni herufi, wa mimu harfun, na mimu ni herufi. Unaposoma alif lam mim, hapo unakuwa umesoma herufi 3 na una thawabu 10, na kila thawabu, na kila katika jema moja unalipa 10 mfano wake. Kwa hiyo hapo unaposoma herufi 3 una thawabu 30. Sikwambii utakaposoma ukurasa mzima una herufi ngapi, sikwambii unaposoma juzuu nzima, unaposoma msahafu mzima unalipa malipo kiasi gani na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, Abu Huraira akiwahimiza watu wasome Qur'ani katika majumba yao anasema, innal baita alladhi yutla fihi alquran, hakika nyumba ambayo husoma Qur'ani ndani yake, ittasaa bi ahlihi, nyumba hii inakuwa ni pana kwa watu wake, wa kathura khairuhu, na khairi za nyumba hiyo zinakuwa ni nyingi, wa hadaratuhu almalaika, na malaika wanaingia katika nyumba hiyo, wa kharajat minhu shayatin,
na mashaitani wa kijini wanatoka na kuikimbia nyumba hiyo. Kwa nyumba inaposoma Qur'an inakuwa na furaha kwa wenyewe, khairi zake zinakuwa ni nyingi, malaika wa Allah wanaingia katika nyumba hiyo, na mashaitani wabaya waovu wanaikimbia nyumba hiyo. Wa innal bayta alladhi la yutla fihi alquran, na hakika nyumba ambayo haisomwi ndani yake Qur'an, daqa bi ahlihi, nyumba hii inakuwa haina furaha na wenyewe. Nyumba hii inakuwa haina furaha kwa wenyewe. Wa qalla khairuhu, na khairi zake zinakuwa ni chache. Wa kharajat minhu almalaika, na malaika wanatoka na kuikimbia nyumba hiyo ambayo haisomi Qur'an. Wa hadaratuhu shayatin, na nyumba hiyo inahudhuriwa na kuingiwa na mashaitani wa kijini kwa sababu nyumba hiyo haisomi Qur'an. Lakini nyumba ambayo inasoma Qur'an inakuwa na khairi nyingi. Mtoto amekaa hapa anasoma Qur'an, baba amekaa hapa anasoma Qur'an, mama amekaa upande huu anasoma Qur'an, watoto wengine wamekaa huku nyuma wanasoma Qur'an. Nyumba hii inakuwa na khairi nyingi sana, na nyumba hii inakuwa na furaha kwa wenyewe. Lakini nyumba ambayo haisomi Qur'an, nyumba hiyo inakuwa haina furaha. Ndugu zangu katika imani, tusomeni Qur'ani katika majumba yetu, hasa itakapofika mwezi wa Ramadhan. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairi almuslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tuzangu katika iman, khutba yetu ilikuwa inatuelezea fursa zinazopatikana katika mwezi wa Ramadhan, na kwa kuzifahamu fursa hizo, basi Muislamu anatakiwa ajiandae kwa ajili ya kupokea mwezi wa Ramadhan na kwa ajili ya kupata faida katika mwezi wa Ramadhan. Kwa kumalizia khutba yetu ya leo, tutamalizia na kutahadharishana kunako na sikukuu inayoitwa sikukuu ya wapendanao, Eidul Hubbi, sikukuu ya wapendanao. Ndugu zangu katika imani, mambo mengi huwa yanaanzishwa na makafiri, mambo mengi huwa yanaanzishwa na wasiokuwa Waislamu, kisha Waislamu wanayadaka mambo hayo na kuanza kuyafanyia kazi. Hii ni sikukuu ya waovu, hii ni sikukuu ya wazinifu, hii ni sikukuu ya watu ambao wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu unatakiwa kukaa mbali na mambo hayo, usishiriki wala kuunga mkono kwa namna yoyote ile iwayo. Leo unaweza kukuta kwa sababu siku hiyo itakuwa ni siku ya wapendanao, mwanaume anamnunulia mke wake maua au anamnunulia zawadi katika siku hiyo. Huko ni kuenzi mambo ya kikafiri. Ndugu zangu katika imani, Muislamu jiepusha na vitu hivyo, Muislamu jiepusha na mambo hayo. Mambo hayo sisi Waislamu hatunayo. Amesema Al-Sheikh Salih ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, siku moja anasema, min al-a'yad al-mubtadi'ah, miongoni mwa sikukuu ambazo zimezuliwa, wal ihtifalat al-mukhtara'ah,
miongoni mwa sikukuu ambazo zimeanzishwa na zimezuliwa katika ulimwengu huu, ma yusamma bi'idi lhubbi, ni ile siku ambayo inaitwa ni sikukuu ya wapendanao. Wa huwa idun wathaniyun, nasema hiyo ni sikukuu ya wapagani. Nasraniyun, na hiyo ni sikukuu ya manaswara. La asla lahu fi dini la, jambo hili halina asli katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili halina maelekezo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ndani ya siku hiyo watu wapongezane, ndani ya siku hiyo watu wanunuliane zawadi. Jambo hili halina dini katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atakayefanya hivyo atajifananisha na wasiokuwa Waislamu, na bila shaka siku hiyo itakuwa ni kesho. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na watu fulani basi atakuwa ni miongoni mwao. Kwa ndugu zangu katika imani, kila mmoja katika sisi anatakiwa awatahadharisha watoto wake na sikukuu hiyo, na siku hiyo awatahadharisha jamaa zake, awatahadharisha wake zake, mke wake, awatahadharisha na ndugu zake na marafiki zake vile vile kunako na siku hiyo inayoitwa siku ya wapendanao. Kwa ndugu zangu katika imani, tusiyafanyie kazi mambo ambayo yanatutoa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu kaa mbali na mambo hayo. Muislamu walingania na waislamu wengine ambao hawajielewi au walikuwa hawafahamu, waambie kwamba haifai kuisherehekea siku hiyo, ni haramu kuisherehekea siku hiyo. Hata wewe kumnunulia mke wako kitu chochote kwa munasaba wa siku hiyo ni haramu, au kumpa ndugu yako wa karibu zawadi kwa munasaba wa siku hiyo ni haramu. Kila mmoja anatakiwa alipige vita jambo hili ili waislamu wasije wakaingia kusherehekea jambo ambalo halipo. Ayuha almu'minun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.